Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo, kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi shoga yangu? Tokea kuanzishwa kwa jumuiya yetu, tumekuwa tukitoa zawadi kwa wanafunzi waliofaulu mitihani yao ya taifa kama vile Standard 6, Standard 7, Form 2 na Form 4. Ambapo hii leo ni awamu ya 22. Lengo kuu ni kuamsha ari ya watoto kusoma na pia kuamsha wazee juu ya umuhimu wa kusimamia watoto wao katika masomo yao na kutilia maanani usemi usomao, elimu ni ufunguo wa maisha. Jumuiya imefanikiwa kuamsha jamii juu ya umuhimu wa elimu kwa watoto. Kwa hivi sasa kila aliyefikia umri wa kuandikishwa madrasa na shule anaandikishwa. Jumuiya yetu inakumbana na changamoto mbalimbali ambazo kwa njia moja au nyingine zinarudisha nyuma maendeleo ya jumuiya yetu, zikiwemo kama zifuatazo. Namba 1, jumuiya bado haijakuwa na miradi ya kujichumia kuendesha shughuli zake, hivi inabaki kuwa tegemezi kwa wahisani pamoja na michango ya wanachama wake. Tunakuomba ushirikiano wako katika kuondosha mabaa ambayo yamekuwa kero kubwa kwa wakazi wa kijiji cha Kendwa, kwani tunashindwa kulala na makero ya tumiaji wa vilevi pamoja na mazogo ya ngoma za usiku. Lakini pia leo tumepata ahadi nyingine ambayo ahadi hiyo ndio ambayo nataka nizungumze kwa wanafunzi. Wanafunzi, ahadi ambayo tumeipata leo ni ahadi ya kupata laptop kwa yule ambaye pata division 1. Nichukueni vizuri ile wanafunzi. Division 1 wanafunzi inapatikana kwa kufanya juhudi, kusomeshwa na kufanya juhudi. Na kama mtawakuta wanafunzi ambao walipata division 1 mkakaa nao karibu, mkiweza kuwauliza mmepataje hii division 1, basi wao watakwambia ni juhudi. Sasa kwa hiyo nilikuwa napendelea sana kama ambavyo leo itatolewa viatu kwa njia ya kifedha, basi miaka inayofuata tupate laptop kwa kila mtu, yani tusikose division angalau 1, 10 na kuendelea. Na ikiwa tutafanya juhudi, kwa sababu kile unachosomeshwa ndio hicho ambacho tutaenda kuulizwa, na ndicho nataraji kwamba wanaweza kupata division 1. Tutie akilini hilo na tulitie kwamba hiyo laptop ambayo tunaweza tukapata kwa wewe mwenyewe peke yako kuimiliki ni shida, kwa sababu si chini ya milioni kuanzia 2 iliyokuwa mpya na kuendelea. Kwa hiyo tujitahidini, tuizidishe juhudi katika masomo yetu ili kuweza kupata zawadi iliyonona zaidi. Sisi tunashukuru sana kwa niaba ya Zuri, wamenituma au wamenialika mabosi wangu hapo nyuma, wameniambia niseme wanashukuru sana kuwepo katika hichi kijiji na ushirikiano wao, na wao wataendelea kwa uchache wao wanaotoa ushirikiano na Zuri, kwani ni jukumu lao, na kwa sababu wanatumia ile protocol ya CSR, kwa hiyo wanatenga kiwango japo kwa kidogo. Kama mara hii wametumia shilingi milioni 5 kwa ajili ya ghafla hii. Inshallah mwakani Mungu akijalia, kwa yule atakayefaulu division 1 basi tutamzawadia mpakato. Tunasema laptop itapatikana kama sisi. Kwa hiyo tuletewe division 1. Watoto wangu, mnaenda masomoni, lakini mna vizuizi na changamoto zinaenda kuwapata. Ikiwa unasoma hapa ama utaenda mjini au mahala pengine, moja kati ya
changamoto mnazoenda kuzipata, mnakwenda kupata kitu kinaitwa peer pressure. Unakwenda kukutana na kijana kama mwenzako kama wewe, lakini hapendi kusoma. Anaweza akakushawishi akakutoa kwenye lengo. Mwambie, mimi mtoto wa Kendwa, mimi mtoto wa Kilindi, mimi mtoto wa Mwambale, nina lengo katika kusoma. Vishawishi vingine vyote kwanza vikae upande. Mpofanya mtihani, si ilikuwa walimu wetu anatuika kambi, tunakaa kambi pale, ndio jitihada tuchukua sana, na tufika majumbani mwetu ikawa tunafanya hivyo hivyo, ndio mpaka tukaendelea na form 3. Kama sasa inaoleta cha kwanza, tunatakiwa tujiamini, tusikate tamaa, tuendelee mbele hivi hivi na tuzidi kuwa na moyo hivyo hivyo kusoma. Jitihada ambazo tulizichukua kwa sote, jitihada tulizichukua nyingi, ila tuliwika kambi skuli, tunasoma skuli. Yani tulisoma muda wa mwezi kama 5, tunasoma shule, hatuendi nyumbani. Kwa hiyo ndio Allah akatujalia tukafaulu. Kuhusiana na vishawishi, nilisema kwa vile nipo form 4 niachane na kwenda prani, kwa sababu sana huku inatuharibu sana. Kwenda prani ndio matokeo yanakuwa mabaya. Kwa hiyo nikawaambia wenzangu kuwa tushughulikie masomo, tuachane na hivi vishawishi, kwanza tunatakiwa tusome. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo, kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa, au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.